Sasa ninaomba tupokee taarifa ya fedha kutoka kwa Mweka Taifa. Karibu. Nitatoa taarifa ya fedha kwa mwaka wa 20 na 24 ni kwa ufupi. Kama kawaida, taarifa yetu ya fedha ya mwaka wa 20 na 24 tulishaipokea na ilishakaguliwa na auditor. Tunasema kwamba ni wakaguzi wa nje, independent auditors. Kwa hiyo tunayo hapa. Kwa leo tulipata nakala chache, kwa hiyo nitaisoma, lakini hii taarifa itakuja pia majimboni baadaye. Hii taarifa imekaguliwa na auditor ambao wanaitwa RS auditors. Lakini kama mapokeo, hii taarifa imetolewa pia kwa lugha ya Kiingereza, lakini nitajaribu kuwa naeleza kwa Kiswahili na Kiingereza ili wote tuweze kufuatilia. Kama nilivyosema, ni audited financial statements for the financial year ended 31st December 2024. Kwa hiyo ni ya mwaka wa 20 na 24. Na kwa kawaida taarifa hii inajumuisha ripoti kama tulivyosikia kwa ufupi aliyotoa katibu kwa ujumla ya taifa. Kuna maoni ya mkaguzi kuhusiana na taarifa hiyo, maoni ambayo baada ya kuipitia pia imesainiwa na mwenyekiti wa bodi ambaye ni Thomas Brash. Lakini kwa upande mwingine imesainiwa na administrator ambaye ni Mariam Kesi, kama tulivyosikia kwamba anaugua, lakini kabla hajasafiri pia alikuwa amesha saini. Kwa hiyo upande wa bodi anawakilisha ni Thomas Brash, na kwa upande wa uongozi au administrative kwa maana ya coordination ni Mariam Kesi. Opinion au tunasema kwamba baada ya kukaguliwa na independent auditor tumepata pia hati safi kama ilivyokuwa mwaka jana, ambayo tunasema ni unqualified audit opinion. Kwa hiyo kwa mwaka wa 20 na 24 mahesabu ya CPT baada ya kufanyiwa ukaguzi yalipata hati safi. Kwa hiyo nitawapeleka kwa ufupi kwenye ripoti sana, ni mbili zile za muhimu. Moja ni tunasema ni urari au tunasema balance sheet. Urari inaonyesha mali na madeni ya CPT kwa mwaka wa 20 na 24. Ripoti ya pili ni mapato na matumizi ya CPT taifa kwa mwaka 20 na 24. Lakini ripoti hiyo mtakapoipata, ukisoma na maelezo mengine yanayoambatana na ripoti hizo, itakuwa ni rahisi kuielewa. Kwa hiyo naanza na ya urari ambayo ni mali na madeni ya CPT ambayo tusema ni financial statement ama statement of financial position as at 31st December 2024. Kwa hiyo tutasema ni balance sheet, mali na madeni ya CPT taifa kwa 20 na 24. Jumla ya mali za CPT kwa mwaka 20 na 24 ukijumlisha property, plant na equipment ilikuwa ni milioni 57
ziko nakala chache zinaweza zikawa zinazunguka tu wakati nasoma. Kwa hiyo kwa maana ya property plant and equipment ilikuwa ni milioni 57,143,832. Alafu kulikuwa na biological assets au tunasema kwamba ni mali hai, sana sana ndiyo miti, milioni 92,737,000. Lakini kulikuwa na uwekezaji au tunasema ni investment, jumla ya milioni 599,857,377. Kwa hiyo jumla ya mali au asset ilikuwa ni milioni 749,738,209. Hiyo ilikuwa ndio jumla ya zile asset, lakini ukijumlisha pesa taslimu au mali ambazo zinaweza zikabadilishwa kuwa fedha kwa haraka, maana cash equivalent au pesa taslimu, jumla milioni 185,572,454. Kwa hiyo sasa ukijumlisha kwa maana ya mali zote keshi, lakini na zile ambazo sio keshi, zilikuwa jumla ya milioni 935,310,663. Sasa tunaposema kwenye urari au balance sheet mali, tunaonyesha mali, lakini pia hizi mali zimepatikana vipi. Ndio upande wa pili unapata ni mtaji, lakini pia na madeni, ambao kusoma pale utaona kwamba kulikuwa na granti milioni 182,363,530. Thomas More Foundation Fund grant ilikuwa ni milioni 221,388,000. Lakini upande wa reserve ilikuwa ni milioni 441,137,927. Ukiweka upande wa madeni tarajiwa kulipwa kwa kipindi hicho cha mwaka 2024 ambayo ilikuwa jumla ya milioni 90,421,206. Kwa hiyo inafanya pia sasa jumla ya mtaji na madeni ni milioni 935,310,663. Kwa hiyo ni ripoti au taarifa ya mali, tunasema ni urari, wanasema kwa Kiswahili ni urari, lakini kwa taaluma wanasema ni balance sheet. Taarifa hiyo pia ambayo imesainiwa na mwenyekiti na mratibu. Taarifa ya pili kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni taarifa ya mapato na matumizi ya CPT kwa mwaka 20 na 24. Na ripoti hii tunafananisha mwaka wa 20 na 23 na 20 na 24. Lakini pia hiyo ya mali au balance sheet pia ilikuwa inafananisha mwaka wa 20 na 23 na mwaka wa 20 na 24. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na ongezeko kiasi gani la mali. Kwa hiyo ripoti ya pili ni ya mapato na matumizi ya CPT kwa mwaka wa 20 na 24. Kulikuwa jumla ya mapato ambayo yalitokana na tunasema ni exchange transaction. Ni mapato yanayotokana na uwekezaji ambao ni uwekezaji kutoka kwenye bondi. Kwa hiyo kile kiasi kinachopatikana kwa kila mwaka ndicho kinakuwa kama mapato, ambayo mapato yaliyotokana na uwekezaji wa bondi ilikuwa ni milioni 96,155,000
228,000. Ambapo kwenye ripoti hiyo kuna noti ili kwa kufuatilia, imeandikwa noti 5A. Unaweza ukafuatilia ukajua kwamba haya mapato ni nini, na inaonyesha kabisa ni mapato yalitokana na uwekezaji wa bondi. Bondi tunasema ni hati fungani. Hati fungani, wengi unawekeza kwenye hizi hati fungani za serikali, unaweka fedha taslimu, alafu utapata gawio. Mapato mengine yalitokana na ambayo tunasema ni hayakutokana na hiyo hati fungani, yalikuwa ni jumla ya shilingi milioni 2,840,000, ambao tukienda kwenye hiyo noti B tunaweza tukajua haya mapato ya milioni 2 mapato mengine ukiacha hati fungani ambayo tumesema ni milioni 2,840,000. Kuna mauzo ambayo yalitokana na kuuza vitabu ambayo ni 469,000, lakini pia kulikuwa na mapato ya kuuza t-shirt kwa mwaka jana, pia ilikuwa ni kidogo, shilingi 15,000. Kuna mapato pia yalipokelewa ambayo ni interest, pia tunasema ni interest income, kutokana na fedha ambazo zimewekwa fixed deposit haswa kwenye mfuko wa vijana TES ambayo ilikuwa ni milioni 6,129,270. Lakini pia mapato mengine na haya tuyafuatilia, ilikuwa ni kutokana na michango ya wanachama au ni membership fee ambayo ilikuwa ni shilingi milioni 1,255,000. Narudia tena, michango iliyotokana na wanachama kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni milioni 1,255,000. Mwaka jana ilikuwa ni 920,000. Kwa hiyo hapo, kwa sisi hapo tunafuatilia kwa haraka, unaweza ukaangalia kwamba kiuhalisia, ili tuweze kuendesha au kuweza kuendesha CPT katika ngazi ya taifa, tulikuwa tunategemea kwamba michango labda na uwekezaji haswa kwenye michango yetu iweze kusaidia katika gharama za uendeshaji. Sasa utaona kwa mwaka 20 na 24 kiasi kilichopokea kutoka kwa wanachama, kwa maana tunazungumza ni majimbo yote au taifa, ni shilingi milioni 1,259,000. Kwa pia nafikiri tunaweza kulijadili kwa baadaye, tukaangalia ni namna gani ambayo tunaweza tukaongeza mapato ili kuweza kuendesha CPT. Kwa hiyo kuna hayo mapato ya aina mbili yaliyotokana na uwekezaji wa bondi, na hayo mengine ni haya mapato yalitokana na michango, lakini kuuza vitabu kama mnavyoona pale na t-shirt. Ndio maana mapato yakawa jumla ya milioni 98,995,228,000. Sasa kwa upande wa matumizi au expenditures, kulikuwa na gharama sema ni administrative ambazo ni za uendeshaji shilingi milioni administrative and the workshop expenses
ilikuwa ni upande wa wafanyakazi, personnel expenses milioni 44,739,400. Kulikuwa na CPT youth support milioni 2,465,000. Kulikuwa na depreciation kutokana na uchakavu wa mali ambayo ilikuwa ni milioni 4,531,264. Kwa hiyo jumla ya matumizi kwa mwaka wa 20 na 24 ilikuwa ni milioni 83,720,95. Kwa hiyo ukiangalia mapato yaliyopatikana milioni 98,900,000, ukitoa na matumizi ya milioni 83, kulikuwa na kiasi kilichobaki cha milioni 15,275,133. Na ukifananisha na mwaka jana, naona mwaka jana kulikuwa na bakia milioni 23. Kwa hiyo hiyo ndio ripoti ya upande wa mapato na matumizi. Na mmeona kwenye upande wa matumizi, gharama zaidi ni kwa ajili ya uendeshaji wa kila siku, kwa maana kuna stafu wanaohudumu katika ofisi ya CPT, lakini na gharama nyingine ambazo ni kwa ajili ya uendeshaji wa CPT taifa ndio zimeorodheshwa pale. Nyingine nizo naona za CPT kwa ajili ya workshop, makongamano mbalimbali yanayofanyika. Kwa hiyo hizo ndizo ripoti mbili za muhimu ya mali na nyingine ya pato na matumizi. Ripoti ya tatu kwa kawaida inakuwa ni ile tunayosema ni kwa ajili ya mtiririko wa cash, jinsi pesa ilivyoingia na kutoka. Pale pia uweze kufuatilia. Upande wa mali, nafikiria kama tulisikia kwenye ripoti ya taifa, mali za CPT ilitajwa pia na katibu kwenye ripoti ya taifa kwamba kuna upande wa ardhi, ambayo ardhi tunasema ni ile ambayo iko kule Isagwa kama tulivyosikia, ni eka 104 hivi. Lakini pia kuna jengo nafikiria lina thamani ndogo liko Mlandizi. Mali nyingine ni upande wa samani ambao tusema ni furniture and fittings, lakini kompyuta na vitendea kazi ambazo ziko kwenye ofisi ya CPT. Kwa hiyo kwa ujumla wake ndio unapata hiyo milioni 57,143. Kwa hiyo mtakapopokea hii ripoti pia mnaweza mkaifuatilia. Kwa upande wa ukiangalia kwenye urari pale, kulikuwa na unasema kwamba ni biological asset au mali zilizo hai. Hii ni miti ambayo inalimwa au miti kwa ajili ya biashara ambayo iko kule Isagwa, Iringa. Katika hizo eka 100 kama mlivyosikia pia ripoti ya mhasibu, na hilo shamba la miti tunayozungumza ni pine au kwa nani wanasema ni miti Ulaya au ni cypress, ndio miti ambayo iko kule. Kwa wale wanatoka Iringa nafikiri wanafahamu. Umri wa miti kwa sasa hivi ni miaka 10. Matarajio hii miti ili iweze kuvunwa inaenda miaka 15. Kwa hiyo bado ni miti ambayo ina umri wa miaka 10 kwa sasa hivi. Kwa hiyo pengine itakavyoachwa kwa baada ya miaka 15 inaweza tayari kuvunwa kwenye hizo heka. Kwa hiyo hiyo ripoti ndio maana umeona pale thamani au cost ya hii miti au biological asset mpaka tuna ripoti kwa mwaka 20 na 24 ilikuwa na the estimated value of biological asset
ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 92,737,000 na iko kwenye hiyo ripoti. Kwa hiyo kwa ufupi niseme hii ndio ripoti ya fedha ambayo pia imekaguliwa ya mwaka wa 2024. Kitu ambacho labda tunaweza tukaongelea haswa hata kama itakuja kwenye mjadala mwingine mwenyekiti, ni mapato yanayotokana na michango ya wanachama. Kwa kweli pale ukiangalia michango inayotokana na fee zetu kwa mwaka bado ni kidogo, na ni mjadala ambao kwa kweli ni changamoto. Kama kwa mwaka wa wana CPT kwa taifa zima tunakusanya shilingi milioni 1,400,000 tuweze kuendesha, tumeona kabisa kwamba matumizi kwa mwaka ni zaidi ya shilingi milioni 80 na kwa kweli, na tulisema kwamba kiwango cha ada kwa kila mwanachama kilichowekwa ni shilingi 20,000 kwa mwaka. Ni kiwango cha muda mrefu, nafikiria upande wa uratibu atatusaidia, lakini ni kiwango ambacho kimedumu zaidi ya miaka 20. Na kwa hiyo kwa mkutano huu pia tunaweza tukaangalia namna ambayo tunaweza tukaangalia hivyo viwango kama kwa kweli vinakidhi uendeshaji. Lingine la kusema ni kwamba hicho kiasi ambacho kimewekezwa kwenye bondi ni kiasi ambacho kilitolewa na mfadhili ambao nafikiri kama tulivyokuwa mwaka jana ni Fadhaviki, ambayo ilitolewa kama mfadhili ikawekwa kwenye bondi. Sasa hicho kiasi ambacho kilichowekwa kwenye bondi, gawilo lile tunalolipata kwa mwaka ndilo linaweza linasaidia uendeshaji wa hizi shughuli za kila siku za CPT. Vinginevyo kwa kweli huu utume ingekuwa ni changamoto. Kama huo uwekezaji usinge kuwepo, ina maana pia kuendesha huu utume ingekuwa ni changamoto. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho tunaweza tukaangalia tunavyoenda mbele, ni namna gani tunaweza tukabuni namna ya kuendelea kupata mapato zaidi ili huu utume uweze kwenda mbele na uwe sustainable, uwe endelevu. Sasa sio kwa maana ya tunazungumzia tu upande wa taifa, lakini pia tunajaribu kuangalia kwenye parokia, tutaangalia kwenye majimbo ili tuweze kuwa na mchakato au namna ambayo kwa kweli utakuwa na uwekezaji au michango ambayo itafanya utume uweze kwenda huko. Kwa hiyo kwa ufupi, taarifa ya fedha kwa mwaka 2024 ndio hiyo, na itakuja katika ripoti baadaye nafikia kwenye majimbo. Kwa hiyo kama kutakuwa na swali lolote unaweza kuuliza. CPT, tumsifu Yesu Kristo. Nadhani tumeangalia kiwango tunachopata na jinsi tunavyotumia. Swali hilo hilo tuendelee kujiuliza, kama sio hizo bondi, kama tungeweza kusurvive kwa shilingi milioni 1,400,000 kwenye huo mkutano na mikutano mingine yote ambayo tumefanya katika kipindi cha mwaka mzima, kama tungeweza kufanya chapisho hata moja, au kama tungeweza kuajiri watu 3 walioko katika ofisi ya taifa. Na hilo litufikirishe pia, katika wote tuliotoa taarifa ni jimbo moja tu waliosema tumefungua bank account. Hakuna jimbo jingine pia ambalo limesema kwamba tuna bank account. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Tofauti yetu kama kamati tendaji ya jimbo na jumuiya ya Mtakatifu
Maria mama wa mateso katika parokia fulani kule mbali sana, hatuna tofauti. Na hapo tunaongelea nini? Chama cha wasomi. Tutapata muda wa kufanya nini? Wa kutafakari ni vipi msomi pia anaweza kwa mwaka mzima anashindwa kupata shilingi 20,000. 20,000 angalau kuchangia wanachama wake. Nilikuwa napiga mahesabu kwa mwaka, hata ukiamua kuwa unakusanya kila siku ni shilingi 54,000, sio 54,000, ni shilingi 54,000. Nina uhakika wengine mmeshasahau sarafu ya shilingi 50 inafananaje. Kiasi kwamba ukizitunza hizo kila siku, basi mwisho wa mwaka unapata 20,000 kwa mwaka na unazichanga. Nasembea kuchangisha ada. Principle ni moja tu, itakosa mapato ya kujiendesha, kwa sababu kupitia kuhamasisha ile ada, parokia yenyewe itapata mapato ya kujiendesha, kwa sababu ile ada itakuwa imegawanyika kwa mfumo wa parokia, jimbo na taifa. Kumbe hivyo jimbo ambalo litakusanya kiwango kikubwa pia litapata uwezo wa kujiendesha kwa ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba kila mmoja atoe hamasa ya uwajibikaji, sio tu kwa ajili ya ada, lakini pia na kwa huduma za kitume za CBT, ndio. Cha tatu, kuna pendekezo kwamba kila mwana CBT awajibike kulipa ada. Sasa hapo labda Yusuf sujatunani hiyo 20,000 yote ile jimboni ile taifa sio? Hapana, nimetoa mfano kwamba wote kama tumesikiliza wote, watu wamedai kwamba hawana fedha za kuendesha kule. Sasa ile ada tunaikategori, nimetolea mfano. Labda shilingi 5,000 ikabaki parokiani, 5,000 ikabaki jimboni, 10,000 ikaja taifani. Ni mfano. Parokia X wakitoa watu 40, maana ile parokia chukua 40 mara 5,000. Ile parokia itakuwa na fedha kuendesha utume wa CBT ndani ya parokia. Asante. Na huo ndio ufafanuzi ambao tumekuwa tukifanya tunapokwenda kwa uhamasishaji kule na majimboni. Nadhani tulifanya hiyo kwa Yanga, nadhani tulifanya hiyo Kigoma, nadhani na Kondoa mpaka ujumbe kama huo sio. Kimsingi 20,000 itakuja kufaa katika eneo la parokia, katika jimbo, nayo balance itafanya nini? Ndio inakwenda taifa, sawa? Kwa hiyo ninaomba hiyo tukubaliane jinsi ilivyo. Ila jimbo kuu la Dar es Salaam 20,000 yote inaenda taifa. Watajua jinsi watakavyoishi parokiani au wanajifahamu vizuri, sawa? Ndio maana Dar es Salaam tunaipokea yote tunaipeleka taifa. Swali kwako mwenyekiti. Ndio. Kama ndivyo ilivyo unavyoielezea, tumekuwa tukiquestion out kwa viongozi wa majimbo wanapoleta ada kwamba ni ya watu wangapi? Sawa. Na pengine risiti za wale watu zitolewe taifani. Yaani yule mtu wa risiti ila ajue lake imeenda hadi Dar es Salaam, awe granted receipt. Ndio unavyoweza kumonitor flow ya pesa. Ukiruhusu hadi parokiani watoe risiti au jimboni, watakubegea watakachojisikia. Ila kama risiti itakuwa granted kwa masibu wa taifa, sawa, kwamba nitumie zile risiti. Tumefanya hivyo na tumefanikiwa kwenye vyama vingine vya kitume. Ndio tunavyoweza kumonitor flow ya pesa. Msifu Yesu Kristo. Ninataka kufundisha huo mjadala katika machache ambayo tulisema, ndio. Tunashukuru sana kwa aggressiveness ya kijana. Ninadhani tupokee mwongozo huo, ndio. Alafu tuangalie utekelezaji. Mwaka kesho tutakuja kuona faida tunazozipata au mapungufu yote yatakayotokeza, alafu tufanye nini? Tutaamua. Tungeishia hapo kwamba kutoka majimboni mgawanyo uwe hivyo, makusanyo yaende kwa kichwa na yafike mpaka jimboni. Nadhani ofisi ya mhasibu taifa anaweza akaandaa utaratibu wa jinsi ya kutoa risiti, sio? Nina swali kidogo.
maamuzi tumefanya mara ngapi? Maana yake nadhani mnamuelewa Father, sio? Ndio. Kwamba tunakosa seriousness kwenye maamuzi mengi tunayofanya, na pengine kwa sababu mambo mengi hayakwami, lakini ungekuwa na polisi humu ndani, bwana, kile kitu kingekuwa kinaenda vizuri. Sasa tusipende kuwa ni watu wa kufukuzwa na polisi, sio? Tuwe ni watu ambao tunasukuma na hiari na dhamiri zetu, lakini pamoja na hizo challenge tuendelee kupokea tegemeo. Ukifuatilia mjadala ambao naamini wote tumeufuatilia, ni swala la kupima kuona lengo ni nini. Baadhi ya wajumbe wamechangia mapendekezo yao ambao msingi wake ni mkubwa, kwamba kabla hatujafikiria pengine kuongeza au kubaki na ile 20, tutafute chanzo kwa nini sasa hivi pesa au ada hailipwi. Na wameenda mbali zaidi kwamba F20 sio shida au kulipa sio tatizo. Tatizo ni mwamko. Nafikiri tunakubaliana katika hilo. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, kwa hiyo kuna swala la mfumo au hiyo hali, lakini tuangalie uhalisia. Kama hivyo ndivyo, mimi ningeafiki kama tunasema F20 ni pesa kubwa, kiwango ni kikubwa. Kama tumeshindwa kukilipa hicho kiwango, basi tusiwaze kuongeza. Kumbe pesa F20 sio shida. Shida ni mwamko. Sasa kama hivyo ndivyo, hii haituzuii kama tunaona uhitaji wa kuongeza, haizuii kabisa. Kwa hiyo hitaji la kuongeza, shida yake iko huku kwenye mwamko. Kumbe mwamko tukihamasisha kama inavyoelezwa, tutajikuta baada ya mwaka mmoja au miezi miwili hii F20 hailipwi au inalipwa hiyo hiyo au inaonekana kama si kitu. Sasa turudi kwenye msingi, kwa nini tunasema tupandishe? Na imeelezwa kwenye ripoti. Jamani, tuangalie uhalisia. Jambo la kwanza, imeelezwa wakati wa presentation F20 ilipangwa mwaka 78. Tangu mwaka 78 wakati katiba ile inaasisiwa. Thamani ya F20 ya mwaka 78 ni shingapi leo? Miaka 40. Moja. Mbili, bila kujali mwenye ajira asiye na ajira na nini, F20 ni nani anakosa kama utashi upo? Na wakati fulani mkija kupata lile dodoso lenyewe, tathmini yenyewe, mtaona kuna ufafanuzi mwingi umewekwa. Hapa kuna viongozi wa halmashauri ya walei, wanashiriki vikao vya halmashauri ya walei taifa, 150,000. Kuna kiongozi yote hapa tusaidie. 150,000 kushiriki kikao cha halmashauri ya walei. Sasa hiyo ni halmashauri ya walei inayotuunganisha, ambayo pia nayo iko TC. Pengine wengine hatuko. Mfano mwingine wa kawaida, hebu tuangalie michango mingine. Mbona wengine tuko kwenye vyama vingine vya kitume, michango yetu ni shingapi? Sasa kwenye mahitaji, tumesikia ripoti ya mweka hazina. Katika bajeti ya matumizi ya milioni 87, ada na michango milioni 1. Kama hiyo haitoshi, sasa hivi tumesema tumemaliza kujadili swala la katiba. Panapo majali wa mchakato wa kureview katiba yetu unaanza as soon as possible. Na miongoni mwa vipengele vitakavyogusiwa ambavyo vitakuwa included kwenye katiba ni pamoja na swala la ada na michango. Sasa leo tuliache pendi au tuendelee na F20, tuende kuhamasisha mara baada ya kutoka kwenye mkutano huu, kama kweli wote tumebeba hii concern, ndani ya miezi miwili mitatu, kama tunawajibika kweli, au watu mamia kwa mamia watapatikana. Kama katiba ishaisha baada ya mwaka mmoja, tuje kuomba tena kureview katiba nyingine kwa ajili ya kuongeza mchango kutoka F20 kwenda 30 au 40. Mwenyekiti, napendekeza kama wajumbe wanafiki,
mimi ninaomba na ninapendekeza kwa sababu ya mahitaji na uhalisia tupandishe kiwango kutoka 20,000. Wakati tunapandisha hicho kiwango cha 20,000, basi tuende kufanyia kazi lile pendekezo lililowekwa au lililotolewa kwamba shida ni mwamko. Kumbe shida kama tunaifahamu, tunaenda kuitibu sasa. Kama tumebaini shida ni nini, tuende kuifanyia kazi. Ila hiyo sio chanzo, sio kigezo cha kutuzuia. Kwa sasa hivi hatulipi 20 si kwa sababu ni kubwa, ni kwa sababu hatuna mwamko. Kumbe tukifanyia kazi mwamko, 20,000 sio hoja hata tukipandisha. Ndio point yangu kwamba kwa kuzingatia mahitaji, kwa kuzingatia uhalisia, kwa kuwa ni mkutano mkuu ambao unafuatiwa na mabadiliko ya katiba, tufanyie kazi, tutoe mapendekezo ya viwango. Wakati huo tunaenda kufanyia kazi hiki ambacho tumekiona ni tatizo kubwa. Kumbe hili tatizo tukilitibu, basi tutakuwa tumeyapeleka yote mawili kwa pamoja. Kwa mfano tunapendekeza hivi, tujipe muda gani hata kama tunasema tusiongeze 20, tuende kufanyia kazi changamoto ya mwamko wa ulipaji for how long? Kwa miezi, kwa miaka miwili, mitano. Katika hicho kipindi cha mwaka mmoja au miwili mitano, tunaendelea kusurvive vipi? Katika hii hali ya michango yetu ni milioni 1 kati ya milioni 80. Mbili ibaki vile vile, iongezeke. Naam, Mama Gema, kuna hoja zaidi? Sina. Yaani kwa thamani iliyokuwa kwa kipindi kile itakuwa ni kitu kikubwa. Mimi ninachosema ni pale, yaani commitment kwamba sisi wana CPT katika parokia, tuanzie tu katika parokia, tusije kurudia katika parokia, tunajitambua kwamba tuna huo wajibu. Ni mwana CPT ambaye ninawiwa na CPT au ninafika tu wakati nikitaka. Hicho ndio kiini ambacho kipo, kwamba tukakaze kama kuona hapo. Bado mimi naona hiyo pesa, kwa mawazo yangu nikiungana na Fatu, ni kwamba nategemea, yani naomba tuiongeze, halafu tuende kufanya kazi hiyo ya uhamasishaji. Unaongeza mpaka wapi? Mimi ningeomba iongezwe ifike, si kwa mara moja, kwa mwaka. Ndio. Naomba ifike shilingi 50,000. Naomba ifike shilingi 50,000. Tutakuwa tumesogea kuliko hii. Na hiyo 50,000 nikikwambia, tukienda kwa hamasishaji within 1 month itapatikana. Within 1 month, mimi nawajua. Within 1 month itapatikana. Mimi na lead wajane. Na hali hiyo ilikuwa wajane. Nikaja na strategy mbalimbali. Sasa hivi tunatambulika mpaka tunalipa hata tegemeza jimbo kwa kiasi kikubwa. Hivyo. Lakini ya pili, wale waliokuwa na siwezi. Wana kibubu, mtu anakwata na 300,000 ya kibubu kila leo, pesa ipo. Commitment. Pesa ipo, commitment. Na uamuzi wetu kama kweli tunataka kunyanyua CPT na kujitambua mimi kama ni CPT. Tatizo liko, hatujajenga ile hamasa ya wana CPT katika parokia zetu. Tuwe wawili, tuwe watatu, hata sisi maparokia tulio wa zamani. Sisi hapa hata tunategemeza hii nuku kama 5. Tusijali ni wangapi, manake identity yetu ni malipo ya ada yangu. Ndio ninamtambua huyu ndio mwana CPT. Pamoja na utaalamu tunao wengi, lakini ada yake ndio inayonifanya mimi nitambue huyu ndio mwana CPT. Simtambui tu kama ni CPT na nikamuuzia kama hajawa na commitment ya ada. Ada ndio inayo make commitment. Kwa hiyo mimi naomba ifike shilingi 50. 50.
Kuna mwingine anasema isipande. Mimi ninaomba katika hao watu wawili ndio tu vote. Karibu. Lakini pia kuna ada ya jimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Elfu 20 tunayozungumza ambayo imekuwa tangu mwaka 1978 ni kwa kila mwanachama mmoja mmoja, mimi. Lakini pia kuna ada nyingine ambayo tukubaliana kila jimbo, ukiacha la Dar es Salaam ambacho kiwango kilikuwa ni 100,000 na mikoani tunapokea shilingi 50,000. Kwa hiyo kuna vitu vingi tunavyoenda navyo sababu hapo. Hicho kiwango kinachozungumza na tumeona kwamba kwa kweli shilingi 20,000 kwa miaka 20 kwa thamani ya hela inapobadilika, kwa kweli tutakuwa ni utume ambao pia hatuko serious. Lakini tunachokiona kama kilivyozungumza mwanzoni na amezungumza mratibu ni ile commitment na ufuatiliaji. Lakini pia swala hili ili liende hivyo vizuri, ningeomba vijana ambao pia wamelileta kwa karne hii ambayo tunaweza tukajenga mtandao mzuri wa kidijitali, tukapata ile database ya wanachama kwa majimbo yote, maana mza Dar es Salaam na parokia zake, tunaenda majimbo mengine na jinsi tutakavyoendelea nani utume, tukajua kuna wanachama ngapi na wako wakawa track kwenye mfumo, tukawa tunawafuatilia kwa namna hiyo, kwa sababu hata sasa hivi tukiulizana haraka labda mratibu au sisi hivi tuna wana CPT wangapi hapo kwenye mfumo, inaweza kani swali, tunaweza tukasema ni wana CPT 100 200, kwa sababu hebu chukueni shilingi 1,200,000 ugawane kwa shilingi 20,000 wala ambao tunasema hesabu haraka. 1,200,000 gawane kwa shilingi 20,000 ni wanachama wangapi? Sasa jamani, hao ndo wanasipitia ambao tuko nchi nzima, tunazungumza taifa. Utume ambao unahitaji shilingi milioni 80 mpaka 100. Kuna televisheni, kuna makongamano. Kwa mfano leo tumekuja tuweze kukaa kusogeza utume kwenda sehemu. Kuna sehemu nyingine hata CPT kweli michango haitakini. Kwa hiyo inabidi labda wawe subsidy kutoka labda jimbo. Kwa hiyo tuboreshe viwango, tukubaliane kuboresha viwango moja. Sio lazima iongezeke sana hata kwa 50. Tunaweza tukawa na kipindi fulani cha mpito kama ni mpaka kipindi kinachokuja cha mkutano ujao. Tuseme tumefanya labda mama amesema milioni 50, labda wengine tutapata haya mawazo. Sababu mimi 50,000. Sasa na upande wa jimbo, sababu tunazungumza na jimbo sasa hivi ilikuwa ni 50 mikoani kwa laki kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo na hicho pia tukiboreshe. Tukienda na database na nafikiri pia sisi kwa maana ya kamati tendaji ya taifa kwa kushuka majimbo kushirikiana na vijana tujenge mfumo. Jamani, mbona vilabu vya mpira wamebadilisha ilikuwa shilingi 1,000, sasa weka mfumo sasa hivi. Mfumo umefanya hata yale makusanyo yakaongezeka. Sasa hivi ninachokiona sio ule utoaji zaidi kwamba kwa tunanili kwamba hawa tu pengine hatuwafikii. Hatuna namna ya kuwafikia kwa haraka na kuwakumbusha, lakini kwa hivyo mfumo ada yako ni shilingi 50, jalipa na kiingilio chako ni hiyo ada. Mimi nafikiria tunaweza tukaimarisha. Na hata piga shilingi 20,000 mara watu 1,000 wanasipitia 1,000 wa nchi. Bado unapata shilingi 20,000, utapata milioni 20. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, huu utume tutaufikisha. Kwa hiyo ndicho ndio ile inayokuja. Tuifikirie na hivyo viwango tunavyozungumza ni viwili. Kuna ada ya jimbo alafu na hii ada ya mtu mmoja kwa kupitia mtandao basi kuboresha. Kuna wazo la mama pale shilingi 50, labda tufanye mawazo mengine tuangalie tunaendaje. Na tuna kipindi cha mpito mpaka mwakani. Msifu Yesu Kristo. 20-50. Naomba tunyoshe mikono. Kwanza na 50, wanaomba mkono moja 50. Msifu Yesu Kristo. Naomba uweze kuongea sasa mkubwa kuliko sisi wote hapa.
mchanganuo aliotufanyia Justus, maana yake hakuna mchango ule maalum tuliotenga wa jimbo, isipokuwa hicho kiwango chote. Ada ya ushiriki wa mkutano, hii ni ada tulianzisha angalau kuona uwajibikaji wa sisi tunaoshiriki mkutano. Sina uhakika kama tunafahamu gharama za mtu mmoja kuishi nani hapa Mbagala Spiritual Center kwa siku moja, sisi kama wote tunajua. Hii hela awajibike. Tulimwomba tangu jana Sara akusanye huo mchango, nadhani Sara yuko wapi? Huyu hapa, naomba tuendelee kumuona. Idadi ya tunaoshiriki tuko wengi, lakini waliomuona ni wachache, na wale ambao wanasema kwamba walimrushia mweka hazina hata alipomsaini naye, lakini tuwe waaminifu hata katika hili dogo. Tumsifu Yesu Kristo.